Yes, karibuni sana. Tuko majira ya saa 6 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 7 majira Afrika Mashariki. Hii ambayo unasikiliza ni Baraka1 TV na mimi ni ndugu yako baba la baba, the one and only town DJP, mzee wa Ngwasuma Rajabu Akili Kabonga. Nitoe kwanza shukrani za dhati kwa wote ambao mko mnatusikiliza, ndugu jamaa na marafiki kutoka pande zote za dunia. Tunasikika vizuri kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, kutoka Europe, Central pamoja na East Africa. Ndugu zetu wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini wote wanatusikiliza vizuri. Nikigusia taarifa mbalimbali ambazo ziko kwenye uwanja wa mapigano na yote ambayo tutakwenda kuyasikiliza hapa kwa mchana huu wa leo, ni kwamba ungana na Baraka1 TV. Nitakuambia ambacho tulikuwa tunafanya maeneo ya Luanga, maeneo ya milima, kutokana na mazingira ambayo yako kule. Kiukweli hali iko ni tete sana. Tutagusia hilo pia, tutazungumzia kuhusiana na Makanaki, Makanaki Kasimbira John. Taarifa nilianza kuzipata, watu wananitumia jumbe mbalimbali, bwana mzee wa Ngwasuma, tunasikia mzee wetu Makanaki amepoteza maisha. Na ndo hapo nilikuwa ningali tunatoka Makobola, unaelewa, ningali tunatoka Makobola, nafika Baraka na kiambiwa kwamba huu asema Makanaki alikufa. Na hapana, alikufa ina mimi nilimwacha bana. Unaona, nikasema baada hii mambo nikaongea na president wa mvuma Makanaki, bwana Kinga Kati, kama mlisikia habari zetu za asubuhi. Hapo nishafika nikampigia simu nikamwambia bwana, mimi nasikia hivi kama hamna bwana, mambo kuni sawa. Na tumefanya clip ya video hiyo hapo, kama embo nitumie nayo. Akanitumia, nafikiri mmeona kwenye mitandao mbalimbali, kwenye magrupu mbalimbali hivyo. So tutajaribu kuclarify hii mambo na kuzungumzia hapa pia. Na vile vile katika yale ambayo tutazungumzia pia ni kuhusiana na uhalisia geopolitiki ya hii vita gisi iko inatembea. Watu wengi wako na precipite kutaka kuona Uvira, wazalendo FARDC wanaingia Uvira, hilo ndo wako wanakimbilia. Sasa hawajui kwamba vita ambayo iko napiganwa ni vita ya tofauti sana na mavita zote zenye zishapitikana. So ungana na Baraka1 TV. Wakati uko unasikiliza hizi taarifa zetu hapa, ndiko utapata picha kamili ya nini ambacho kinafanyika na nini ambacho kiko kinaendelea kwenye uwanja wa mapigano. So kwa hiyo ndugu zangu, habari ndio hiyo. Sasa ni hivi, ili kwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka1 TV. Tuanze na hili swala la Makanaki. Tulisikia habari Makanaki amekufa. Kuna picha moja ya mtu moja yenye iko natembea kwa mitandao, wanasema huyo ndo Kasimbira John Makanaki. M23 ndo wanatangaza hizo habari, na zimewafikia watu wengi, zikademoralize watu wengi, zikawavunja watu wengi moyo, mpaka watu wakachanganikiwa kabisa, kusema Mungu wangu, tunakufa. General Makanaki naye anakufa, hii itakuwa vipi? Tukapata simu kibao. Ndo hapo kama jana kuanzia juzi amkupata taarifa za juzi saa 9, saa 12, jana asubuhi habari za moto hamkuzipata, saa 6 hamkupata, saa 9 hamkupata habari na maelezo. Nikaja kuwapeni kidokezo kidogo saa 12 kwa kuwa tulikuwa tuko kule front, ushelewa. So ndo tulikuwa tuko kule tunaachana, mimi naambia kwanza narudia Baraka, unaona, sababu nina harakati zingine. Narudia Baraka, natakiwa nifike Kabimba. Juu tulisikia pia Ventura wanasema baliingia Kabimba, sio vitu gani, kupanikiwa tu, unaona. Inatakiwa pia tufike na Kabimba, twende tuulizie, tuone Kabimba nini kinaendelea. Unajua sisi tuko hapa kwa ajili ya kukuletea taarifa zile ambazo ziko sahihi, na kipindi hiki ni kipindi kigumu sana ambacho kila mtu anakuja na taarifa yake, kila mtu anakuletea vyake. Sasa na ndugu zetu kisi wanakuwa ni wabovu kusikia. Unakuta mtu anapanikia akisikia cha huku, akimwambia hiki anakuwa sasa haelewi aende wapi, aende kushoto ama aende kulia. Ndio maana sisi tunasema nono, licha ya yote na yote, tunajaribu kwanza kwenda kutembea sehemu yenyewe
na tuone mazingira iko vipi, ndo tujue tutasema nini. Mimi sitakuja tu hapa tupo tralala, ni maudio tu ni tu. No. Inabidi nitembee niende sehemu niwalete. Kwa hiyo mnapoona siku 2 siku 3 kwamba nimepotea. Juu siwezi kuannounce kwamba naenda fasi fulani. Unaona? Kwamba hivi niko njiani kwenda sehemu fulani. No, maadui ni wengi. Kwa hiyo mtashangaa tu siku moja chop napotea kwanza. Lakini napenda sana na nashukuru kuona maelfu ya watu wako wananiombea na kunitakia afya njema, na pia mnataka niendelee kuwaleteni taarifa za habari za moto. So hiyo ni sawa. Operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea. Kwa hiyo tuungane na hiyo operation kwa ajili ya kuwasaidia ndugu zetu ambao wapo kwenye uwanja wa vita. Haya, nakuja kusikia story kwamba Makanaki amekufa. Unaona? Nasema hapana, Makanaki amekufa vipi? Ikabidi nimpigie komandao ya movement Bwana Kinga Kati. Nikaongea naye stories ndio akaniambia no, mambo ni sawa. Nafikiri mlisikia kwenye habari za moto za asubuhi. Iko sawa, iko salama, anaendelea na shughuli. Ni ile tu alikuwa kwenye kifungo, kwenye maombi. Unajua Makanaki ni mzee wa maombi, alikuwa kwenye maombi na alifunga kuombea mapambano na ametoka na amefanya hiyo press release ambayo inatembea na wengi mnaijua. Sasa nini kinafanyika hapa? Hawa jamaa walitengeneza, kuna kiumbe kimoja hivi ambacho mko nakiona, siwezi weka hiyo picha juu ni propaganda pia kwao. Walitengeneza picha ya mtu wao ambaye alikuwa amefariki kwa sababu anakungutwa kweli kweli, na baada ya kutengeneza ile picha yao ndo akaifanyia reference kwa mzee Makanaki. Unajua kisi ni mtu mwenye anazoea kunyoa nywele zake, kwa hiyo akaweza kufanya hivyo na kuipublie ile foto. Lakini mimi sasa niliangalia ile foto, nikaizoom, nikaiangalia, nikasema hapana, huyu sio mzee Makanaki. Sababu ni mtu ambaye namjua. Ushaelewa? Nakutana naye, tunasalimiana naye, tunaonana macho kwa macho. Kwa hiyo unajua macho yake, unajua nini hii tunataka nini? Abala. Babembe wana unajua iko na bala yae, iko na bongo show yae. So ni vitu yenye mtu unakutana naye na unamuelewa, ni rahisi kumdeclare. So niliona picha nikasema uso yeye. Ushaelewa? Na baadaye kuongea na chama, mzee yuko salama. Kwa hiyo ndugu zangu, cha kuelewa ni kwamba mzee yuko salama na mmeweza kumuona yuko salama, hakuna tatizo lolote lile kutoka kwa Kasimbira John Kandadari. Please RFI. Na wale wote ambao wako wanatengeneza hayo maneno ni M23 ndio wako wanafanya hizo propaganda kwa ajili ya kutaka kudemoralize wazalendo, pia kuingiza chokochoko katika wazalendo ili waweze kuona wataweza kuwagawanya kiasi gani. Unaona M23 iko natumia mbinu zote, mfaso zote wako wanafanya mbinu zao za kusema kwamba waweze kupiganisha wazalendo, waweze kudemoralize esprit ya wazalendo ili wapate nafasi ya kuwapenyeza. Hizo ni mbinu za adui. Adui ana mbinu nyingi sana. Mbinu nyingi sana. Mimi niko nashangaa kisi kuona watu hawako wanaelewa mbinu za adui. Vitu vingine unaweza ukaona kwenye magrupu ya WhatsApp na ukapuuzia tu. Sawa? Hii unaona bana publie hivi unapuuzia. Huko naona mtu bana publie kitu kenye hana hakika, naye anaikamata anaanza kukipartage. Unaelewa? Kitu kenye hakina maana, hakina sensi yote, anaanza kupartage. Unakuta kitu kinakuwa partageable, kinaenda maelfu ya watu wanakiona. Sasa muulize, wewe ulikitoa wapi? Wewe balinitumia. Nani alikutumia? Wewe balinitumia tu na mimi nikaona ni partage magrupu. Sasa unapartage, eske uko na hakika nacho? Ile ni kumpatia adui nafasi, ni kumpa adui kiburi na jeuri ya kufanya kwamba tuonekane sisi hatuna akili, hatufai. Na hilo ni tatizo kubwa sana ndugu zangu Wakongomani. Wewe tujifunze sana, sio kila jambo lenye utakuwa unaliona kwa group uanze kulipartage. Mengine potezea. Niko naingia kwenye magrupu ya Jeunesse ya Baraka. Ukiingia mule group ya Jeunesse ya Baraka unaangalia baby kuna komate mle ndani. Baby kuna ndio mle ndani. Ni upuzi mtupu. Tena vinovo ba intellectual ndio biko mle ndani. So, group inajaa ba intellectual, mais ma intervention zapo ni za kitoto, za terre à terre.
tera tere, unasema eske hii group ya jeunesse ya Baraka ama ni batu wenye balienda ku masomo ama ni banani? Donc hauko unaelewa kwamba tuko mu situation gani, tunaenda kuwa tunatuma ma message gani mu group, tunakuwa tunafanya vitu gani mu group, mais hakuna. Populisme iko mingi, sawa. Clientelisme iko mingi mu groupe za bajeni mingi za MRDC. Donc hivyo tujifunze kuwa najua gisi ya kukarakterize mambo. Unaelewa? Hii ma message za hivi ndio message zenye zinampa adui nafasi, na ukute watu wanaanza kufanya ma reaction zenye zina maana. Aya, Benova wale hapo wakati ya shiti ya Uvira, unakuta watu maelfu wenye walikimbia ni wa territory ya Fizi. Sasa banakimbia nini? Mahabari tu. Oh, banakuya. Ilikiwa fika unafika Mboko, watu washaenda zamani. Sasa unaweza au wanakimbia nini? No. Juu ya hii habari zenye watu wako nazipartage zenye hazina maana. Aya, tukiachana na swala la General Makanaki, yuko mzima na yuko salama. Tuzungumzie swala la Katongo, Kigongo, Uvira, Makobola, Luanga, M23, FRDC, Wazalendo. Na jinsi Uvira watu wako wanasubiria, watu wanachoka, kila siku nasikia Katongo. Kila siku Katongo. Mpaka watu magrupu wako nasikia wanasema, na mbona hapo mnatuchosha bwana? Kila siku ni Katongo. Mbona muendi? Unaona? Magrupu ya Kongoleo mnatuchosha, kila siku ni Katongo, unasikia Katongo, mara Kigongo. Sasa mbona amwingi Uvira? Nasema jamani, sikia watu, eske mko na akili kabisa nyinyi? Eske mna raison na kabien? Mkongomani, eske tunawazaka mzuri si ba Kongole? Taarifa ni hii hapa. Mimi nilijipa muda wa kusema tushuke kule twende tunafanya constat. Na sio mara kwanza, hii ni turu nyingine tena. Ndugu zangu, hali yenye iko kule, kama huko unasema hivyo, donc wewe ni mpuuzi. Huko unaongea mambo ya kipuuzi. Achana kwanza na hii situation yenye kwanza iko hapa Fizi. Wakati situation iko inaendelea Katogota, nilienda tena maeneo ya Katogota, nikaleta taarifa kule, nikamwambia huko situation iko ni hivi. Megisi watu biko wanabipartage mu magrupe na mapaso zingine ni tofauti kabisa. Watu wanakeleka tu ni maneno mingi, kuanza kutukana Wazalendo, kutukana FRDC, kutukana serikali. Sasa muulize, weye una contribution gani kwanza mwi kitu? Unachangia nini? Sisemi pesa yako, sisemi nani. Uko na mchango gani anataka patriot? Hakuna. Sasa hii vita yenye iko napiganika hapa haiko vita ya mzaa. Hakuna vita yenye shapiganiwa kama hii tuko nayo hapa sasa hivi. Hii ni vita yenye iko na angle mbili. Moja, M23 wanatakiwa waingie Minembwe, na kuna wamoja tayari wako Minembwe, na ndio biko na prepare na maatake hivi. C'était prévu leo na kesho yake balansema atake kushuka vile Baraka. Tutasikiza hivyo majira ya saa 9. Mshelewa? Yote ni nini? M23 walikuja wengi, na wengi mnajua hivi. Ile maramforo yote mko sikia walikuja, eske mshaona barabara? Biko wapi? Biko milima. Sawa? Na giza hawapendi kutoka par leur volonté, itabidi watoke ni kwa force. Na nirudie tena jamani, hatuko tunapigana na watoto wadogo, hatuko tunapigana na wanawake, tunapigana na wanaume wenye kuwa na mapika M, wenye kuwa na mamorte 112, wenye kuwa na mamorte 80, wenye kuwa na maje za mingi za kivita, na wanajiame vizuri na wako tayari kufa. Ndio tuko tunapigana nao. Ushapigana na mtoto mwenye iko na tunaitaga bebiko na nini na Ilale kama Ilale hivi. Yaani yeye hana nguvu. Hana nguvu. Lakini utampiga pitia na resist tu. Iko nalia, utaniua leo. Wewe ni uwe tu. Mimi anakufuata. Unakunguta anaanguka chini, anakufuata tu. Ukirevea akikubatisha tu na jiwe moja chini, anaganya victory. Sasa hili ndio sisi tu tunaevite ile.
Ile ndo tu tunasema nono. Hapa jamaa tukibaregezea tu hapa. Tufate sentima za watu wote tule Muvira. Tuna perdre biote. Ndio maana tunaenda nabo muje enye biko nayo. Hii ni njia za Luanga hizi. Nani mwenye anapitaga mwinje ya Luanga hizi? Hakuna. Sisi tulienda pale. Hii ni milima ya kupanda Luanga yule. Nani mwenye anapita pale? Hakuna. Tulifika kule. Unaona? Barabara ya Pemba yote tulipita. Hali kule inatisha. Inatisha. Sasa kenye kiko kinafanyika ni kuchokesha adui. Piga adui, fyeka adui mpaka aregeye, aishiwe, achoke. Utaona tu kwamba wao wenyewe watarudia. Unaona? Kenye kitawatoa huko kwenye milima ya juu ni kipigo. Na ndo kipigo kinafika. Kwa hiyo hatuwezi kuja Muvira saa hizi as long as watu wangali kwenye milima ya juu. Mpaka kwanza tuwapige huku, tuwakungute huku milimani, tuwashushe kule chini. Tukiwashusha kule chini ndo tunakimbizana nao sasa muplane ya Ruzizi. Ndio pale wengine sasa wa muplane na pia watashuka, wakina General Abdul wa Lubarika, wakamama, wengine na wengine ndo watashuka sasa kule kuongeza nguvu juu kumtwanga adui mzuri kumdelojea na kumrudisha mpaka Rwanda. Ile ndio iko nafanyika. Measeme masuala ya haraka hivi, ndugu zangu, ondoweni hiyo vitu mwakili na muache kuwa na kritike watu wenye wako wanajitolea kwa ajili ya kupigania taifa hili. Wewe unasema mimi niko Uvira, tushachoka na masasa bwana. Kila siku kutaka tunachoka. Si bora tu na babiache. Babiache. Leo hii Uvira watu wanaanza kuuliwa ovyo ovyo. M23. Semko na habari hiyo. Tuliwaambia kwamba wangali wanawaachia kwanza wiki moja, wiki mbili. Bangali natafuta ile masible zabo. Bakisha zidentify fulani anikalaga pale, fulani kwa pale, fulani kwa pale, fulani kwa pale. Mtaanza kuwa analeve umoja baada mwingine. Mtapotezwa umoja baada ya wengine. Yeyote tu mwenye anajua kwamba alikuwa ni pro gouvernement pro wazalendo na alibakia Muvira, hautakuwa salama. Watakuidentify mzuri na baadaye utapotea. Na ndio maana hatutakiwi kuacha hiyo swala litokee. Tunafanya kadiri tunavyoweza ili kudestabilize Uvira, kubapiga M23 batoke, baende, barudie kwabo. Kitu kingine nye watu wa Uvira wanatakiwa kuelewa ni hii hapa. Uvira ni eneo ambayo iko tofauti na maeneo mengine. Sawa? Pale Uvira chakula, asilimia kubwa chakula kinakulishaga Uvira kinatoka Burundi na kinatoka territory ya Fizi. Ushelewa? Sasa wakati pale hao watu watakuwa bado wakingali pale, ina maana maisha Muvira itakuwa ni maisha moja ya ajabu sana yenye mpaka mtaregrete. Mtajiuliza kwa nini mko mnakebei, mko mnadharau watu ambao walikimbia Muvira wanaingia mpori huku kwa ajili ya kusema kwamba wakusanye nguvu waje kuwaondoa katika huo utumwa ambao mko mnapitia sasa hivi. Ndio maana mnatakiwa kuweza kuwa watulivu. Nyinyi tulieni. Wakati mnatulia, mnaongeza nguvu, mnawapa motisha wazalendo, na wasukumana na wazalendo, itatufanya tuweze kufika katika nchi ya hadi wote tukiwa tuko salama salimini. Kwa hiyo kwa mazingira ya Uvira kiufupi ambayo naweza kuzungumza mpaka sasa hivi, mikakati ingine ni ya kivita, ni ya kijeshi, hatuwezi kuzungumza. Lakini hali iko inakwenda inaleta sura mpya na mambo yatakuwa ni mazuri. Kwa taarifa ya kuambia, maeneo ya milima ya Kigongo, milima ya Katongo, milima ya Kalundu, kule kote wazalendo tumezagaa na tuko tunazidi kusonga mbele ili kudhibiti maeneo ya milima yote ya Uvira. Ile ndo point strategique kwa sasa hivi ambako mtu yote mwenye anaenda dhibiti Uvira kwanza ilifo akamate milima yote
ya Uvira. Baada ya pale ndo mengine sasa yatafuata baadaye. So na kuacha tena uweze kumsikiliza kwa mara nyingine kiongozi Makanaki kutokana na yale yote ambayo umekuwa uko unayafuata kupitia Baraka1 TV. Labda kuna jambo ambalo umelimisi na ungetaka kulisikiliza tena kwa mara nyingine. Yes, tunajua mambo ni mengi na vitu pia ni vingi, na kwa ujumla tunakuwa tuna muungano wa mambo mengi ambayo wewe unatakiwa uweze kuyasikiliza ili iweze kukujenga na kukupa matumaini mapya na nguvu mpya pia. So hii ni Baraka1 TV, baba la baba mzee wa Ngwasuma, Rajabu Akili Kabonga ambaye nikurushia haya matangazo. Natumai kwamba wote kwa pamoja tutaendelea kushirikiana na tutapiga hatua kubwa ambayo tunatakiwa kuweza kuipiga ili kuweza kuleta mabadiliko ndani ya nchi yetu hii ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tusikize hii na ndio tutakuwa mwisho wa matangazo yetu. Tutakutana majira ya saa 9 kupitia kipindi cha habari pamoja na maelezo. Tunasikia habari zinazagaa sehemu zote kwamba kiongozi Makanaki Kasimbira John amefariki. Ndio huyu mwenyewe huyu hapa anazungukwa na majeshi na viongozi wote. Kiongozi Tabana huyu iko hapa, kiongozi Mbole iko hapa ofisirance, kiongozi Fieka adui huyu anawafieka iko hapa, kiongozi mnamjua ni nyoka mwenyewe iko hapa na majeshi hapo. Hapa tuko ni Makobola. Sasa mnasema Makanaki alikufa. Sasa Makanaki anakufa kila siku. Jambo mzee Makanaki. Jambo sana. Peti nipatie kwanza ukaliani nitafune kwanza. Jambo sana ndugu journalist. Mbona wanasema ulikufa mzee? Mungu awabariki sana kwa maana wajui mambo viko ndani na wajui waliosema. Ndio. Uko hai? Niko hai kabisa. Unaweza ambia Mnyarwanda kama uko hai na ile maiti ilikufa ni mtu wao wakafanya montage juu ba demoralize batoto wetu. Ndio wana journalist unaona walipigwa sana wakasikia haya. Na ndio maana walipenda kudanganya ile mapopi yabo ya bakongomani wiko na danganya pale. Na ile majeshi yabo wiko na kamata kwa nguvu. Aseme baliwa Makanaki baliwa bazalendo kumbe wao ndio balikufa. Ile maiti tuliona Muluanga isha bomoke na oza ni kweli kabisa ni mtu wao. Ile ni maiti ya mtu wabo. Ndio ba M23 alikuwa wa mwili hivi munene na ndio tulipiga pale na ndio mwene bali filme bakafanya ile mateatre yabo ya kusema kama ni mimi Makanaki. Mimi Makanaki niko mzima na sasa tunaendelea tuna kazi na tunajua sisi hatuna nguvu, kuna kitu kile Mungu atatufanyizia. Watapata maelekezi kesho wala kesho yake. Watapata adabu. Ndio asante bwana journalist. Adui yana bahati. Mimi najua. Fieka adui. Asante. Wewe unafikaga iko vile? Asante. Unaona aje umewafika vizuri? Wanafikewa kabisa. Alafu wanasema uongo, kiongozi amekufa sijui umepiga bomu. Bomu gani sasa? Napenda tu kuambia watu bawe kimya, bawe huru na wajipe moyo, bafanye makazi na tunajua na sisi tuko na kazi yetu Mungu alitupangia. Asante. Bana mboka. Bana mboka. Courage. Kiongozi hapo kwa eneo gani? Hapa niko kwenye char de bataille operation hapa Makobola. Makobola. Ndio. Kiongozi Tabana. Si wewe Tabana? Roja. Unaongoza eneo za kuanzia Kiliba juu. Kupanda Kagogo, Katobo na kupanda. Najua ile tunafahamu. Naona na watu wote wako tayari. Vijana mko tayari? Ndio. Jeshi mpo? Ndio. Kiongozi Makanaki yupo? Yupo. Mnakubali? Ndio. Mungu asaidie.